Basi tuombe. Baba yetu, tunakushukuru. Asante kwa jinsi ulivyotujalia mioyo iliyochangamka Bwana. Baba, wewe ndio unayeganga mioyo. Wewe ndio unayeweka hii furaha ya ajabu katika mioyo yetu Bwana. Wakati ambao dunia imejaa stress, migandamizo kila mahali Bwana, wewe umetufanya kuwa wenye furaha sana Bwana. Oh, asante Bwana Yesu Kristo. Tunajua wakati tunakuwa kwenye hali hii Bwana, inakuwa hata ni rahisi kupokea zaidi kutoka kwako Bwana. Baba, nasi kwa moyo uliochangamka na wa kweli kabisa Bwana, tunakuja mbele zako tukitamani kukuabudu zaidi na zaidi Bwana. Baba Mungu mpenzi, asante kwa jinsi ulivyotubariki kwa kipindi cha nyimbo cha ajabu kabisa Bwana. Tumeona uwepo wako Bwana, tumeona nguvu zako Bwana. Baba, na ndivyo tunakutazamia uzidi kuonekana kwetu Baba, kupitia saa hii Bwana ya neno lako tena Bwana. Saidie mfalme wa amani, kama ulivyokuwa pamoja nasi hata katika Sunday school Bwana, katika lile somo Bwana zuri ambalo tumeendelea nalo Bwana. Asante kwa ajili ya mwalimu wa Sunday school Bwana. Baba, na kwa ajili ya wote Bwana ambao wamefanya bidii moja na nyingine Bwana, hata kuhakikisha kwamba utulivu wa namna hii unapatikana Bwana, na uwepo wako unadumishwa katikati yetu Bwana. Mbariki kila mmoja mahali pake Bwana Yesu. Tunapokuja kwako kwa hali ya kunyenyekea sana Bwana, tunaomba ya kwamba wewe utatushibisha na kutulisha nafsi zetu Bwana. Nisaidie hata mimi Bwana, siwezi chochote, sijui Bwana, ila wewe ndio mlishi mkuu Bwana. Unaweza kufanya lolote katikati yetu hapa Bwana, na kila mmoja akashuhudia ya kwamba nalimuona Bwana katikati yetu. Baba, utusaidie Mwokozi, katika jina la Yesu Kristo tunajikabidhi kwako, na yote tunayaweka mikononi mwako. Amen. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amina. Tukiwa tumesimama tufungue neno. Nataka nisome kwenye Luka 17. Luka 17:30. Kama kuna mtu akinitangulia mimi kupata, anaweza akanisaidia kusoma. Luka 17:30. Mstari wa 30. Tusoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakayofunuliwa mwana wa Adamu. Amen. Bwana abariki kusoma kwa neno lake. Tunaweza tukaketi. Mungu na awabariki sana. Nilikuwa natamani tuwe na ushirika na sana tuangalie somo ambalo linaitwa, nilikuwa nimejaribu kuangalia kusoma, nikapata uvuvio kwamba nizungumzie kuhusu Bride the Word. Bibi harusi neno. Bride the Word. Bibi harusi neno. Bwana anawabariki sana. Tunazungumzia bibi harusi neno. Sio bibi harusi maneno. Bibi harusi neno. Bwana anawabariki sana. Bride the Word. Na ningetamani tuangalie huyu bibi harusi anapatikanaje? Anadumuje? Anajiadibishaje? Anatembeaje? Anamalizaje safari yake? Kikomo chake ni nini huyu bibi harusi? Jina la Bwana libarikiwe sana. Na alitoka wapi? Amen. Tunataka tuzungumze juu ya hizo habari. Na kwa hii habari tunayozungumza ya bibi harusi, yawezekana kuna mmoja yuko hapa hajaingia bado. Kama unasema kwamba natamani Mungu angeniinua mahali fulani niweze kuingia kwenye ufalme wake. Nilikuwa namsoma nabii, alikuwa anaomba maombi. Anasema Bwana utusaidie hata tuone namna ya kuwasaidia wale watu ambao wamekuwa wanahangaika, wanajaribu kuingia kwenye ufalme. Tuweze kuwasaidia waweze kuingia. Naamini neno la Mungu wakati huu lina nguvu kutosha kuwaingiza wale ambao hawajaingia. Kwa sababu nje ya jambo hili lazima ukutwe na mapigo. Lazima uangamie. Ni kama utani tunavyohubiri.
lakini saa inazidi kusogea, na tunaishi kwenye sekunde za mwisho kabisa, ambapo utimilifu wa mambo haya tunayohubiri kama upumbavu unaenda kuthibitika, ya kwamba wale wenye kiburi watateketezwa na watakuwa tu kama makapi yanayopeperushwa na upepo, na majivu yao yatakanyagwa na wale watakatifu, wale tai wa Malaki 4 ambao watatoka mazizini wakirusharusha mikia yao juu na kucheza cheza wakati jua la haki limewazukia. Ndivyo nabii alikuwa anatabiri Malaki, na hiyo saa alikuwa anatabiri iko hapa miongoni mwetu. Amen. Nyosha mkono kama unatamani kuwa mmoja wa tai wa Malaki 4. Amen. Tai wa Malaki 4 hawana stress. Tai wa Malaki 4 aumwe asiumwe, furaha iko pale pale. Tai wa Malaki 4 awe ana kitu ana kitu, furaha iko pale pale. Furaha yake haiathiriwi na mazingira, haiathiriwi na chochote kile. Na mara zote Mungu amekuwa ana test kujua kama ni mzao wake au sio mzao wake, kwa kuexpose kwenye shida. Mungu nasema anakuexpose kama anakuweka, anakuanika kwenye matatizo. Amen. Hiyo ndo njia ya Mungu kugundua kwamba hii ni mbegu yangu, na kuithibitisha ni kwa njia ya majaribu, mateso, masumbufu. Ndio maana nabii anazungumzia kitu ndugu Arthur alikuwa anakazia sana wakati fulani kuhusu perfection by sufferings, perfection by persecutions. Ndugu Elia naona anasahau kutafsiri. Ukamilifu kwa mateso. Amen. Amen. Ukamilifu kwa njia ya mateso. Kuoshwa. Huyu bibi harusi sio kama ni mboga mboga hivi. Hapana. Bibi harusi ni aina ile ile ya bwana harusi. Bwana harusi wetu kwenye Isaya 53 inasema yeye alikuwa kama mche mwororo, ambaye mzizi wake, huo mche mwororo wenyewe unapatikana wapi? Nchi kavu. Ulikuwa ni mche mwororo lakini uko jangwani. Ungeweza kuwazia mchicha uote jangwani. Mche mwororo, ile miche laini. Maana jangwani tumezoea ile miti mikakamavu ya miba, ndio inaweza ikapatikana huko. Lakini huu mche mwororo na uko jangwani na ukaweza kustahimili, na bibi harusi yake lazima. Amen. Na ukamilifu wa bibi harusi ni kwa njia ya mateso, masumbufu. Ukikwepa hapa bado, ndio maana wako pale mwanamwali mpumbavu na yule mwenye busara. Yule mpumbavu kwa namna fulani hivi anadoji ile skeli kamili ya bibi harusi, ila naye ni mwali, lakini kuna kitu amedoji, na kwa sababu amedoji lazima apitie kwenye dhiki kuu. Kwa hiyo hakuna kukimbia. Amen. Na neno linasema ya kwamba wanapitia pale kwa ajili ya kutakaswa. Ndugu Branham anaelezea, anasema wanapitia pale kwa ajili ya kupata utakaso. Bibi harusi mteule, yule anaenda kwenye unyakuo, yeye anatii neno lote saa hii. Wewe unasikia hapa injili inahubiriwa kali, pengine haiendani na moyo wako, unakimbia ibada. Kimbia sana, lakini kuna sehemu utakimbia. Unatakiwa ukae hapa, kwa sababu Mungu alisema hukumu inaanzia nyumbani mwake. Hapa inaanza. Na wanaopata hukumu hapa hawatahukumiwa kule. Lakini ukikimbia hapa, hukumu iko mbele. Amen. Amen. Na ni kama story hivi tunaongea. Amen. Lakini ukivuta pumzi zako za kiroho utasikia lile joto limekaribia sana, na ile hukumu ya Mungu kuu yenye kuogopesha. Na hapo ndio utajua maana ya ujumbe wa saa kutumwa. Amen. Nimesoma hili andiko kwa sababu tukifuta hilo andiko kwenye Biblia hakuna bibi harusi.
Luka 17:30. Huduma ya mwana wa Adamu kuwepo tena duniani. Kama tutakataa hilo andiko, yoyote anayekana hilo andiko, habari ya kwamba yeye ni bibi harusi asahau. Kwa nini? Sababu huduma ya mwana wa Adamu ni huduma ya Yesu Kristo mwenyewe. Akiwa anafanya nini? Anatimiza neno lake, unabii wake mwenyewe ambao aliutoa. Alipokuwa siku ile kule kwenye mlima wa Mizeituni, alitoka hekaluni, wanafunzi wake wakamfuata. Wakamuuliza maswali matatu. Tunayakumbuka? Amen. Kwa sababu walienda wakajaribu kumuonyesha majengo ya hekalu na nini. Akawaambia, lakini amin nawaambia, halitasalia jiwe juu ya jiwe. Alafu akawaacha. Akaenda kukaa mlimani. Wakaja wakamwambia, hebu tuambie, mambo haya ya halitasalia jiwe juu ya jiwe yatakuwa lini? Bwana wabariki sana. Swali la kwanza walilomuuliza. Wakamuuliza swali la pili, ni nini dalili ya kuja kwako? Hiyo ni Mathayo 24. Wakamuuliza swali la tatu, lakini yeye alikuwa tu ameongea kwa habari ya hekalu, ila wakajiongeza. Na mtu yeyote anapokutana na Kristo hataki kuichezea ile fursa. Anahakikisha chote kilichopo moyoni mwake anakitoa. Yaani huyu mtu walipokuwa wanauliza, nifananisha na watu walikuwa wanaongea na ndugu Branham kwenye maswali na majibu ya mwaka 64 mwezi wa 8 tarehe 30. Walikuwa wanamuuliza ndugu Branham. Huyo dada mmoja alimwambia ndugu Branham, binti zangu wameolewa na wanaume wa ulimwengu. Amen. Sasa tufanyafanyeje? Ila hawa binti zangu wenyewe wanaamini ujumbe na mimi naamini huu ujumbe. Tufanyafanyeje jinsi ya kuhusiana na wale watu waliooa binti zangu? Tuhusianaje nao? Lakini yule dada pale akaunganisha, lakini pia ndugu Branham, kwa habari ya ile Ufunuo ngapi sijui ile inaposema. Yaani pale akauliza apate faida zote mbili. Jina la Bwana litukuzwe. Nikawafananisha na hawa wapendwa. Aliuliza wenyewe walikuwa na swala lilikuwa ni juu ya hekalu. Lakini wakasogea umbali zaidi. Vipi na kuhusu kuja kwako? Kwa sababu walikuwa wanajua kwamba alikuwa amesema kwamba atakuja. Lakini na vipi? Ni nini dalili ya mwisho wa dunia? Tuambie dalili, yani kwamba tukitaka kujua huu ndo mwisho wa dunia, tutaangalia dalili gani? Yesu anaanza kuongea nao. Jina la Bwana litukuzwe. Ukianza kusoma hiyo Mathayo 24, Yesu hakujibu chronologically. Kwa mpangilio kwamba akajibu swali la kwanza, akauliza mmeelewa? Wameelewa. Haya twende. Akajibu la pili, tuko pamoja? Okay. Akajibu na la tatu, hakufanya hivyo. Akajibu changanyikeni. Amen. Amen. Alikuwa anajibu, anaongea kidogo kipande cha mwanzo, anahama kidogo, anarudi kidogo. Alikuwa anaficha kwa sababu shabaha ya Mungu wakati wote ni kumpiga chenga shetani. Na uzao wake wasije wakapata kitu chochote. Na tena anasema ni kwa makusudi wasije wakaokoka. Kwa hiyo akawa anachanganya. Ukiona swali lile la kwanza alilijibu mwanzo, alianza kama anaanza nalo afu akaliacha. Afu akaja akamalizia huku mwisho baada ya kumaliza mengine yote. Jina la Bwana litukuzwe. Sasa Yesu Kristo kwenye Mathayo 24 alizungumza juu ya habari ya kuja kwake. Walimuuliza hilo swali. Na hilo swali ndio ambalo limeandikwa hapa mbele hapa unapoona ameandika, kama ilivyokuwa siku zile za Nuhu na kama ilivyokuwa pale kwa Lutu, ndivyo itakavyokuwa katika siku za mwana wa Adamu. Tumalizie wote siku. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Mwana wa Adamu alipokuja duniani alikuta watu wamejichafua, wamejichanganya, hakuna anayeamini neno sawasawa
na inavyotakiwa kuamini. Na aliwakuta wakiwa wana walimu wengi, wana madhehebu mengi, wanaendelea na mifumo yao ya dini wakiamini kwamba wako sahihi. Ili Yesu alikuja kwenye kipindi ambacho kilikuwa ndio super kwa habari ya mambo ya kidini. Mafarisayo na Masadukayo na waandishi wote wakiwa wako moto na vikundi mbalimbali, wakiwa wanadai kwamba wana uamsho, kila mmoja akijaribu kuvuta kwake. Ndipo mwana wa Adamu anakuja, lakini alipowaangalia akasema ni wanafiki, na aliwaita hivyo, enyi Mafarisayo wanafiki. Jina la Bwana litukuzwe. Akaanza yeye kuweka msingi wa kulirudisha neno, ili neno lizae imani ndani ya watu. Kwa sababu Yesu alivyokuja hakukua imani kabisa, kwa sababu imani inakuja kwa kusikia neno, na sio tu neno mradi neno nukuu ya kunukuu. Hapana, ni neno ambalo ni Kristo. Imani inakuja kwa kusikia, na ni kwa kusikia kwa neno la Kristo. Kristo ni nani? Kristo ni neno lililopakwa mafuta kwa wakati. Huyo ndio Kristo. Kwa kusikia hilo neno lililopakwa mafuta kwa wakati huo, ndio unaweza ukapata imani. Ndio maana tukiongea kwenye ushirika wa haraka haraka tunasema kwa kusikia neno la Mungu, lakini sio hivyo. Sio tu kukimbia neno la Kristo. Huyu mtu ambaye tunaweza tukaelewana tukisema kwa kusikia neno la Mungu, awe kwanza amejua Kristo ni nani. Amen. Sasa Yesu akiwa ni Kristo, neno la saa, ndio anaanza kuirejesha ile imani, akiwa amekuja katika huduma ya mwana wa Adamu. Bwana anawabariki sana. Akaanza kuirudisha imani kwenye mioyo ya watu, kutokea wanafiki. Maana nje ya imani ni unafiki, ibada zetu ni unafiki, kupendana kwetu, upendo wetu ni unafiki. Bila imani hakuna chochote. Ukijifanya sijui una uvumilivu, una saburi, ni unafiki. Sababu lazima ianze imani. Imani ndio inaanza hapa. Na Yesu Kristo alipokuja alikuwa anarejesha msingi ambao ni imani. Ukiona Yesu amekuwa anakutana na watu wengi anasema imani yako imekuponya, hakuwa anazungumzia imani hii. Nabii amezungumza kwamba kuna inaitwa natural faith, imani tu ya kawaida, ambayo hata mlevi anaweza akaingia hapa kichwa kinamuuma, mkamwombea hapa akaamini anapona na amepona. Na nyinyi mko hapa mnaishi neno kila siku na amponi. Ye kwa imani yake ile ya kawaida tu, ile isopo ambayo unang'oa popote hapo upenuni mwa nyumba hapo, ile anakamata anachukua jambo fulani. Lakini hii imani nabii anasema ni imani ya Yesu Kristo mwenyewe. Hii sio imani yako. Na Mungu asingeweza kujenga hiki kimo cha mtu mkamilifu juu ya imani yako. Hiyo imani yako mara leo ipo, kesho imepulizwa na upepo, haipo. Asingeweka msingi hapo. Ilibidi aanzishe hii imani yake. Na hii imani mara zote anapokuta haipo, Mungu anawajibika kufanya bidii na jitihada za kila namna kuirejesha. Yesu Kristo alipofanya ile kazi akamaliza, akafurahi, akakaa akasema, lakini akatazama hadi mwisho kabisa huku, akachungulia kule kwenye kuja kwake kwa pili, akaona hakuna imani kabisa. Kwa sababu hapa katikati hii imani kuna mdudu alikula, yule tunutu, nzige, madumadu na parale. Walikuwa wameondoa mpaka hiyo imani yote hamna. Yesu kwa kuona kimbele akasema kwamba, akauliza tu swali, lakini jibu yeye alikuwa nalo. Sema, je, mwana wa Adam atakapokuja tena duniani ataikuta imani? Jibu lilikuwa ni hapana. Na kwa kujua kwamba jibu ni hapana, ndio akaanza kuzungumza kwamba itabidi
huduma ya mwana wa Adamu ijirudie tena. Yesu Kristo mwenyewe arudi tena. Na anarudi kufanyaje? Kuleta imani. Imani ili iwaje? Ili kuondoa wanafiki, kutenganisha wanafiki na wakweli. Na ndiyo maana unamkuta William Marion Branham anakuja kwenye platform, anakuja jukwani, anasema ilikuwa nina wakati mzuri sana nilipokuwa huko Afrika, nikiwa nafanya ushirika na wale wachawi wa Afrika huko, kuliko hao wanafiki wa kidini wa madhehebu yetu hapa Amerika. Lakini walikuwa ni wanadini madhehebu, lakini ni wanafiki. Kwa sababu gani? Walikuwa hawana neno la saa, walikuwa hawajapokea huduma ya mwana wa Adamu, ambayo hii huduma ndio ingerudisha imani ya kweli. Kwa hiyo hata ule upendo wao, wangekuja pale wangemkumbatia ndugu Branham, aiseni nakupenda sana. Anasema ni jambo baya nalolichukia sana, mtu mnafiki kunikumbatia na kuniambia ananipenda, kumbe moyoni ananichukia. Walijifanya kwamba wamefika mpaka hapa kwenye upendo, lakini kiukweli alipopima akajua hawana upendo. Ndio maana ndugu Branham wakati mmoja alikuwa ameshikilia kwamba kipimo sahihi kwamba mtu amepokea Roho Mtakatifu anatakiwa awe na upendo. Akasogea nayo umbali fulani, lakini Mungu akaja akamsahisha, kwa sababu kuna wanafiki walikuwa wanaigiza upendo. Sio kwamba Mungu amekataa kwamba hiyo haiwezi kuwa sign, sababu kiukweli hilo ndio jiwe huku juu. Lakini tukiweka hivyo, kuna watu wanaimitate, wanaigiza, wanakopi. Sasa kuua wanaokopi, akasema wenye Roho Mtakatifu wa kweli. Kwa sababu Roho Mtakatifu wakati nabii anaanza kuhudumu ilikuwa kipimo, kipeo kabisa cha Roho Mtakatifu ilikuwa ni imani, ambacho ni kipawa cha Roho Mtakatifu. Ilikuwa kama umepokea kweli hichi kipawa cha Roho Mtakatifu, kitakuongoza kikutie kwenye kweli yote, kitakuongoza upande hichi kimo cha mtu mkamilifu mpaka ufikie kwenye jiwe hili la kifuniko. Pungufu ya hapa mnafiki. Hiyo inatuambia kwamba yeyote, hata kama yuko hapa miongoni mwetu, haamini ujumbe wa William Marion Branham, ni mnafiki kwa kuanzia. Upendo wake ni unafiki. Akisema kwamba anautaua ni wa unafiki. Akisema ana saburi ni ya unafiki. Sababu hivyo vyote utatuambia umejenga juu ya msingi gani? Utasema mimi na msingi na imani. Alikupa nani? Ndio maana ukikutana na roho yoyote ile inajaribu kusema kwamba huduma ya mwana wa Adamu inataka kufanya kuiondoa pale, pepo mchafu kwa kuanzia. Na tuna haki ya kuisai hiyo roho. Huduma ya Roho Mtakatifu kwenye wakati huu, akiandaa bibi harusi kurejeshwa kwa neno, kwa sababu neno ndio linaleta imani. Na sio neno mradi neno la saa, ujumbe wa wakati wetu. Chochote pungufu ya hiyo hapo kimelaaniwa. Haijalishi jinsi gani kinaonekana kuwa ni holy, kimelaaniwa kwa kuanzia. Huduma ya mwana wa Adamu inapokuja, Yesu Kristo alitabiri akasema kwamba itaenda sambamba na Mathayo 24:24. Makristo wa uongo. Kwa nini? Kwa sababu huduma ya mwana wa Adamu ni huduma ya Kristo. Na hii huduma ya makristo wa uongo, kuna Kristo wa kweli original, na kuna makristo feki. Na wote wananyonya kwa upako ule wa Kristo, wanautumia kufanyia mambo yao, lakini wao ni wa uongo. Hawana neno la kweli, hawana ujumbe. Kwa hiyo hawawezi kuanzisha imani ndani ya mtu. Ndio maana ninaweza nikasimama hapa kusema kwamba kama ingekuwa sio haki za binadamu, kina Mwamposa na kina Gwajima tungefunga kamba tupeleke jela. Na hiyo hata wakija wakasema wanishtaki, kwa mujibu wa neno la Mungu,
wanapoteza watu, sababu wanatakiwa kuwa unahubiri neno ambalo litaleta imani ya kuanza kujenga kimo cha mtu mkamilifu ndani ya mtu, kwa ajili ya kuanza kujenga lile hekalu ambalo Zerubabeli alilijenga. Na Mungu alisema kwamba hilo analifanya bila ya mikono ya mtu awaye yoyote, ila ni kwa mkono wa Zerubabeli anaweka msingi. Na huo msingi Zerubabeli anauwekaje? Huduma ya mwana wa Adamu ndio inaweka msingi, inaweka imani, inarudisha imani ndani ya watu. Imekutoa kwenye unafiki wa madhehebu ikakupa imani ya kweli. Wewe sasa hivi ukiniambia unanipenda, mimi naamini unanipenda, sababu kuna kitu fulani kimeanza hapa ndani. Ukiniambia kwamba hivi una maarifa, naamini kwa sababu kuna msingi wa kweli. Jina la Bwana litukuzwe. Sasa nabii alipokuja alianza kuhubiri kama vile anazunguka zunguka hivi. Anazunguka zunguka, alikuwa hajalenga hasa moja kwa moja sehemu fulani. Na ilikuwa ni njia ya Mungu. Jina la Bwana litukuzwe. Na akaanza kuisogelea hiyo kona pole pole. Amen. Lakini shabaha aliyokuwa nayo nabii na ono ambalo Mungu alikuwa amempa ni kuandaa bibi harusi. Sababu toka siku ile anabatiza kule mto Ohio alipokea lile agizo. Wakati ile nuru iliposhuka ikanena naye, ikamwambia ya kwamba, ilimwambiaje? Tunuku kwa pamoja. Kama vile Yohana Mbatizaji alivyotangulia kuja kwa kwanza kwa Kristo, ujumbe wako utatangulia kuja kwa pili kwa Kristo. Amen. Ujumbe wake alikuwa anajua kabisa nina ujumbe. Amen. Na akawa anazulula tu na watoto wa Kipentekoste anahubiri nao. Mimbala moja, jukwaa moja, wanaoa jamaa yetu. Na sana sana wenyewe walikuwa wanajua kwamba wao ni maalum kwa neno, afu yeye ni maalum tu kwa kipawa cha uponyaji. Ndio maana hata alivyoanza na yeye kuhubiri neno wakamkataa. Wakasema mbona naye anaanza kuingilia sehemu yetu ya neno? Kumbe wangejua ndio mtu wa neno mwenyewe ameingia mahali pake. Na nabii anaelezea kwenye ujumbe ule wa mihuri 7, kwenye muhuri wa 7. Anaelezea sasa, anazungumza kuhusu ile mivuto mitatu ambayo Mungu alimpatia kuanza nayo. Sasa anatamani na ubao uonekane na hii ionekane. Nataka nizungumze kitu fulani, niweke msingi mzuri. Bwana abariki sana. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Ukikutana na mtu anamshakia ndugu Branham, msaidie. Ila ukiona yuko serious anapinga, hata kula naye jiangalie sana. Nawaambia ukweli kabisa. Hilo ni lilo linatembea hivi, ndio linakunyang'anya uzima wa milele. Sasa wewe kaa pale unalipetipeti hivi. Mimi kila mtu anayejua yuko contrary na nabii Branham anajua kabisa kama mimi na yeye hatuendani. Sasa nabii alikuja na mivuto mitatu. Ya kwanza ilikuwa first pull. Mvuto wa kwanza. First pull, nabii anaelezea, anasema ilikuwa ni kwenye ile uponyaji wa kiungu. Uponyaji wa kiungu. Divine healing. Alafu ya pili, second pull, ilikuwa ni upambanuzi wa, ila inaitwa messianic discernment. Upambanuzi ni upambanuzi lakini wa kimasihi. Kwa sababu kuna wahuni wamekuja sasa hivi wanakopi. Wanajaribu kusema kwamba wanao mbona hiyo haishangazi, mbona na sisi tunayo. Huu ulikuwa ni upambanuzi wa kimasihi. Na inakuwa iko hii.
kwa sababu hii huwa inakuja kwa ajili ya kumtambulisha kwamba Masihi yuko ulingoni. Huduma ya mwana wa Adamu iko hapa. Sasa wewe uje utuambie, utatuambia wewe ni mwana wa Adamu umetokea kona gani? Third pool. Shetani unadhani anachezea mbali anapojaribu kuondolea ushawishi ujumbe. Anachezea humu. Anakuja ana manyuva hivi, anazalisha vitu vyake. Mvuto wa tatu ilikuwa ina sehemu tatu. Ya kwanza au niandike revealing. Kufunuliwa kwa neno. Kufunuliwa kwa neno. Ya pili ilikuwa nini? Madhihirisho. Si ndio? Madhihirisho ya neno lililonenwa. Ukiacha hii kuna wauni wanapenya hapo. Ngoja tu tuandike kabisa hii. Madhihirisho ya neno lililonenwa. The manifestation of the spoken word. Madhihirisho ya neno lililonenwa. Kwa hapa sio madhihirisho ya Mwamposa. Ndio maana kiukweli mwaminio nikakukuta kwa Mwamposa. Ndugu, naacha kuambia Mungu akubariki. Serious. Mpaka upate akili. Sio udini, lakini ni ujumbe. Nabii amehubiri ujumbe unaitwa Is there no balm in Gilead? Je, hakuna zeri katika Gileadi? Hakuna dawa katika bibi harusi, hakuna dawa. Wasema, ndugu wewe ujui tu, nilikuwa kwenye critical condition. Kuna mtoto wa mfalme Ahabu naye mjinga kama wewe unayeenda kule, anamwambia naye Mungu hivyo moyoni kwamba hii ni critical condition. Elia hawezi kuishughulikia. Ujumbe wa saa hawezi kushughulikia hii. Ngoja niende nikapate, ila mbona ujumbe naendelea tu kuamini. Mimi si Muisraeli. Akafanya hivyo. Akatuma wajumbe waende wakaulize kule nje kwa mataifa. Elia akakutana nao wale watu. Wapi tena? Wapi wapendwa? Wasema mfalme katutuma. Ameumia, yuko kwenye critical condition. Kama wewe unayoamini kwamba ni critical. Kwa hiyo ametutuma hapo tumchukulie maji ya upako, sijui vitunguu vya upako, kokoto za upako. Kwa hiyo wanaenda kutohoa kule walete. Akamwambia sasa hamna haja ya kwenda, sikilizeni, mrudishieni tu ujumbe. Kwa sababu ameleta hii dharau. Hapo kwenye kitanda chake alipolala haamki. Alafu wewe unakuja huko unasema ndugu anahubiri ubaguzi wa kidini huko. Mungu ni mbaguzi. Na vitoto vyake viko hivyo hivyo. Wewe ukitaka kuleta siasa hapo haikai. Na ya tatu ilikuwa kuhubiria hizi nafsi zilizopo kifungoni. Huu ndio ulikuwa mvuto wa tatu. Na nabii anasema asa akaanza kuelezea lile ono lake. Mungu alimpa ono. Mungu akamwambia kwamba hivi, wewe umekuwa mharibifu.
Mimi nakupa kitu unaenda kuambia madhehebu. Si alikuwa bado anatembea na Wapentekoste, wakimbanabana, ndugu bwana mimi natendekaje, anawaambia pale. Ana manyuva hivi, anazalisha vitu vyake. Mvuto wa tatu ilikuwa ina sehemu tatu. Ya kwanza au niandike revealing, kufunuliwa kwa neno. Kufunuliwa kwa neno. Ya pili ilikuwa nini? Madhihirisho, si ndio? Madhihirisho ya neno lililonenwa. Ukiacha hiyo, kuna wauni wanapenya hapo. Ngoja tu tuandike kabisa hii. Madhihirisho ya neno lililonenwa. The manifestation of the spoken word. Madhihirisho ya neno lililonenwa. Kwa hapa sio madhihirisho ya Mwamposa. Ndio maana kiukweli mwaminio nikakukuta kwa Mwamposa, ndugu, naacha kuambia Mungu akubariki. Serious. Mpaka upate akili. Sio udini, lakini ni ujumbe. Nabii amehubiri ujumbe unaitwa is there no balm in Gilead? Je, hakuna zeri katika Gileadi? Hakuna dawa katika bibi harusi, hakuna dawa. Wasema, ndugu wewe ujui tu, nilikuwa kwenye critical condition. Kuna mtoto wa mfalme Ahabu naye mjinga kama wewe unayeenda kule, anamwambia naye Mungu hivyo moyoni kwamba hii ni critical condition. Elia hawezi kuishughulikia. Ujumbe wa saa hawezi kushughulikia hii. Ngoja niende nikapate, ila mbona ujumbe naendelea tu kuamini. Mimi si Muisraeli. Akafanya hivyo. Akatuma wajumbe waende wakaulize kule nje kwa mataifa. Elia akakutana nao wale watu. Wapi tena? Wapi wapendwa? Wasema mfalme katutuma. Ameumia, yuko kwenye critical condition. Kama wewe unayoamini kwamba ni critical. Kwa hiyo ametutuma hapo tumchukulie maji ya upako, sijui vitunguu vya upako, kokoto za upako. Kwa hiyo wanaenda kutohoa kule walete. Akamwambia sasa hamna haja ya kwenda, sikilizeni, mrudishieni tu ujumbe. Kwa sababu ameleta hii dharau. Hapo kwenye kitanda chake alipolala haamki. Halafu wewe unakuja huko unasema ndugu anahubiri ubaguzi wa kidini huko. Mungu ni mbaguzi. Na vitoto vyake viko hivyo hivyo. Wewe ukitaka kuleta siasa hapo haikai. Na ya tatu ilikuwa kuhubiria hizi nafsi zilizopo kifungoni. Huu ndio ulikuwa mvuto wa tatu. Na nabii anasema asa, akaanza kuelezea lile ono lake. Mungu alimpa ono. Mungu akamwambia kwamba hivi, wewe umekuwa mharibifu. Mimi nakupa kitu unaenda kuambia madhehebu. Si alikuwa bado anatembea na Wapentekoste, wakimbanabana, ndugu bwana mimi natendekaje, anawaambia pale. Wanaiga, kunakuwa na uigaji mwingi, kwa hiyo inaharibika. Alianza na huu mvuto wa kwanza akiwa anashika mkono hivi mgonjwa. Anatambua
Sasa anawaombea, magonjwa yanaondoka, anaenda baadaye anatambua siri za moyo, wanaiga. Hii ya kwanza ilikuwa ni uponyaji wa kiungu, kuwaombea, ambayo kiukweli uponyaji wa kiungu, yani huduma ya ndugu Branham ilikuwa tu mwilini. Alikuwa anashughulika na mwili, sababu si kuna mwili, roho na nafsi. Kwa hiyo uponyaji si mwili, mwili huu, mwili ndo first pull, mvuto wa kwanza. Anakuja, hii ni divine healing. Alafu anakuja kwenye spirit, upambanuzi, mambo ya memory na nini. Nabii anaingia kule, anachukua kitu mpaka anakuelezea kila kitu, mpaka wakaanza kusema huyu msoma mawazo. Sio msoma mawazo, ilikuwa issue nyingine, sababu ilikuwa inaenda inavuka mbali. Spirit mpaka hapa, hata bado hajamfikia bibi harusi, kwa sababu ukizungumza hapa, hii ni ya watu wote. Hii mpaka mfuta bangi anataka kupona, lakini akaingia hapa kwa Wapentekoste, kwenye roho, dini. Na dini iliyokuwa inatawala wakati nabii yupo ilikuwa top ni Pentecost. Mambo ya kiroho, rohoni. Akawafuata Wapentekoste mpaka rohoni, akaingia nao, akaanza kupita hapa. Wakashangaa, huyu jamaa amefika mpaka hapa, ni ajabu. Sababu wao walikuwa wana vipawa, lakini walivyokiona wakaza hii ni super. Hii ni super. Sasa sikiliza, tutatengeneza sisi majukwaa yetu, tutakuwa tunakutengenezea mikutano na ubiri. Wewe mtu wa Mungu bwana. Nabii akahubiri, akazunguka na ubiri kote. Wafanyabiashara wanambeba tu, wanamtembeza kote. Hii ni second pull. Third pull. Hapa. Hapa wazabuni wote wakamkimbia. Wote wawezeshaji wa kumwezesha mikutano yake. Sababu huku kote alikuwa yeye anaendelea hivi, anawaachia wanahubiri nao. Sasa ikawa mkienda naye kuhubiri, akitangulia kuhubiri Branham, afu wewe unafuata kuhubiri, kazi unayo. Sababu ananyanyua standard juu. Mke wako nyumbani mchungaji, mke wako anavaa suruali, mabinti zako wanapaka shedo. Hapa ametangulia Branham, mchukia wanawake, kama walivyokuwa wanamuita. Anasagasaga tiki tiki. Wakasema huyu hana hekima, hajaenda chuo. Sema achaneni na chuo. Amen. Na hapa alianzia mbali sana. Alikuwa anashika pole pole. Uliwahi kuwazia nabii anasema hivi, ujumbe ule wa uzao wa nyoka aliohubiri mwaka 58. Sema uzao wa nyoka, ile siri iko chini ya mihuri 7. Na mihuri 7 amehubiri mwaka 63. Ukisema umpeleze Branham, wewe utafeli, akili yako itachoka. Kama mimi nakudanganya, waulize, kuna ma critics fulani hivi, wapingaji wako kwa mitandaoni, wanaitwa seek ye the truth, believe the sign, back to the Bible, from Branham to Christ. Waulize, wanatapatapa huko, wanahangaika namna gani watamchallenge, na wanapojaribu kuchallenge ndo bibi harusi anakaza mwendo. Sababu ujumbe haukuletwa kwa ajili ya kushindana. Ujumbe umekuja kwa ajili ya kumwandaa bibi harusi. Na tuko hapa sio kwa ajili ya kushindana na watu. We are not contending with anybody. Hatushindani na yoyote yule. We are just contending for the faith. Tunashindania imani. And we are earnestly contending. Na tunashindania imani kwa bidii. Earnestly contending for that faith. Tukishindania imani kwa bidii. That was once delivered to the saints. Ambayo ilitolewa kwa watakatifu mara moja tu. Amen. Hilo ndio shindano letu. Amen. Lakini ukikaa hapa kwenye reli tunakopita, tunakusaga, unasagika tiki tiki. Amen.
sababu alisema lile jiwe lililofanywa sio kwa kazi ya mikono ya mwanadamu, lilipoiangukia ile sanamu liliisaga saga. Na hilo jiwe lilipoipiga ile sanamu likaijaza dunia yote, ndio hilo jiwe likageuka. Ndugu na dada, kila mahali ukienda lipo, wewe jaribu kuinuka tu kinyume chake litakusaga. Ndio maana ukikuta mwaminio anafuatilia mambo ya madhehebu, yani huyo samani, kwa Kiswahili cha mtaani tunasema mbwa akachoka. Neno lote, ujumbe wa saa, unaenda kujilisha mavi ya ulimwengu. Kula hiyo, sababu unavyokula hilo neno ni jiwe, ni Kristo. Linataka lizagae kila kona ya mji, kila kona ya vijiji. Ili lifanye nini? Linazagaa ili lifanye nini? Ili lizivunje zile kazi za yule mwovu. Sababu kwa kusudi hilo tu ndo Kristo alidhihirishwa, ili azivunje kazi za yule mwovu. Na huyo Kristo sasa hivi sio ule mwili uliotembea Nazareti. Ni ndugu na dada, usijaribu kulipunguzia makali. Ndio maana ukikutana na mtu aamini huu ujumbe, usimpunguzie skeli. Amen. Unafanya naye ushirika pale, unamshauri tu mambo ya ndoa na nini, mnaenda naye, haumpi neno, hujamsaidia. Ndugu Elia aliniambia jambo moja, alisema kwanza ukiwashauri mzao wa nyoka mambo ya ndoa, wanyama hawana ndoa. Hawana ndoa, ndio maana anaweza kokota mwanamke hapa, kokota mwanamke, kokota kule. Utamdhibiti vipi? Wewe mpe neno. Neno litatuambia kwamba huyu ni mtoto wa Mungu au sio mtoto wa Mungu. Ngoja nisipotee hapa. Amen. Amen. Ndugu, naomba uniwekee ule ujumbe. Ujumbe wa maelezo ya nyakati 7, ule haunaga mwaka wala paragraph. Kwa hiyo ule unautafuta tu kinamna. Yaani ule ujumbe wao ukishabarikiwa wewe umebarikiwa. Uweze ukasema soma hapo paragraph ya ngapi? Jina la Bwana litukuzwe. Ukisearch tu hiyo maneno kama hayo kwenye sehemu hiyo unaupata. Ujumbe wa maelezo ya nyakati 7 kwenye ile sura ya 10 ya muhtasari wa nyakati. Nasoma hapo. Na hata hivyo ni wakati wa mavuno. Basi hapana budi kutokee jukwaani katika wakati huu wale watakao komaza ngano na magugu. Magugu tayari yanakomaa haraka sana chini ya walimu wapotovu, lakini ngano pia haina budi kukomaa. Mjumbe akiwa na huduma iliyothibitishwa kusudi akubaliwe na wateule. Ukiniambia unamkataa bwana, mimi najua tu wewe hamna kitu. Sababu huyu amewekwa akubaliwe na wateule. Hata hivyo hatuna namna ya kulazimisha. Nenda zako. Watamsikia kama vile kanisa la kwanza lilivyomsikia Paulo. Naye bibi harusi atakomaa katika neno mpaka hapo atakapokuwa bibi harusi neno. Sasa huyu ndo ninamzungumzia bibi harusi neno. Kazi kubwa zitatendeka ndani yake, ambamo daima zinaambatana na neno lisilogoshiwa na imani. Na hiyo imani ndio hii hapa, ambayo inarejeshwa kwa huduma ya mwana wa Adamu.
Kwa hiyo kwepa ukwepavyo, huwezi kukwepa huduma ya mwana wa Adamu. Amen. Ukikwepa hivi huduma ya mwanadamu unajikuta kuzimu. Yaani unapokwepa hivi, unapogundua tu kwamba mshale umenikwepa, uko kuzimu. Amen. Ni bora ukae hapo ikulenge kabisa, ujikute heaven. Huyo nabii anasema hivyo. Ni wakati wa kukomaa kwa ngano pamoja na magugu. Na anaposema magugu, magugu nayo yana wajumbe wao, walimu wao wapotovu. Hao wa Mathayo 24:24. Makristo wa uongo watakuja wakiwa na ishara nyingi, wakijaribu kufanya maajabu. Na akasema huenda wangeweza kujaribu hata kumpoteza aliyemteule kama yamkini. ya Kiswahili ime Amen. Weka ya Kiingereza hapo. Wasema, ndugu, unamtupa Mwamposa kuzimu na miujiza yote. Miujiza. Tena hiyo ndio hasa. Sababu anaitumia kinyume na sheria. Ulai kujua Ubalaamu na Unikolai ni vitu viwili vibaya sana Mungu anavichukia. Mpaka Mungu alikuwa amekasirikia lile kanisa, akalifokea, lakini akalikuta kwamba sehemu moja tu kwamba wao hawakubaliani na Unikolai. Akasema hapo mko vizuri. Sababu mwenyewe Unikolai na uchukia. Unikolai ni nini? Unikolai ni kujaribu kuondoa Roho Mtakatifu. Yaani mfanye kazi bila Roho, kwa uongozi wa hekima ya mwanadamu. Na vile utakavyoenda umbali wote. Lakini ni jitihada inayofanyika kumweka Roho pembeni. Alafu tuweke maaskofu wetu wakuu, mkuu wa jimbo. Na Ubalaamu ni kujaribu kumtumia Roho. Yaani wale wa kwanza wa Nikolai hawataki Roho. Balaamu yeye anataka Roho, lakini hataki kuishi neno. Atumie upako wa Mungu ila hataki kuishi neno. Amen. Amen. Basi tuitumie hii. Ndugu Elia, unisaidie. Nataka tuisome ikae vizuri. Bwana na wabariki. And yet it is the harvest time. Na hata hivyo ni wakati wa mavuno. There then must come upon the scene. Ndipo kunapaswa kuja jukwaani in this age, katika kizazi hiki, those who will bring the wheat, wale ambao wataleta ngano and the tares na magugu to maturity, kwenye ukomavu. Hivyo. Yaani wako wawili. Niweke Mathayo 24:24. Amen. Mathayo 24:24 wanakomaza magugu. Gugu likomae, usijichanganye. Yaani mpendwa, pata ono sahihi kuhusu ujumbe wa saa. Changanya hivi. Amen. Ndugu Elia, unaendelea kunisaidia? For there shall arise false Christ. Maana watainuka makristo wa uongo. Makristo wa uongo, sio mayesu. Sio mayesu wa uongo. Achana na hao wanatokea sijui Kenya sijui hapa anasema mimi Yesu. Huyo muongo kabisa, hata kwenye maandiko hayupo, haikuandika mayesu. Mjinga hajui hata maandiko. Hawa manabii wa uongo wanaocheza na maandiko. Kuna namna wanaona wanajitambulisha hapo. Ndio hawa makristo. And false prophets. Na manabii wa uongo. And shall show great signs and wonders. Na wataonyesha ishara kubwa na maajabu. Sio ishara za kinyonge. Ishara kubwa na maajabu. Wonders, unajua wonders? Wataonyesha hizo. Amen. In so much, kiasi kwamba, that if were possible, kama ingeliwezekana, they shall deceive the very elect. Wangewadanganya hata wateule. Kama ingewezekana, ila haiwezekani. Kwa nini haiwezekani? It is impossible
Haiwezekani. Haiwezekani kwa sababu kuna neno lilitangulia. Mungu analinda kanisa lake kwa neno. Yesu alisema kwamba wote alionipa Baba hatapotea hata mmoja. Hiyo imeshikilia pale. Na muhuri ya Mungu imekaa hapo ya kwamba wale walio wa Mungu hapotei hata mmoja. Amen. Hata mmoja. Wewe unazungumza kuhusu wadanganyifu kuingia ndani ya ujumbe. Walikuwepo wadanganyifu kwa sababu hii bibi harusi ni mfano wa Israeli ile kimwili. Yaani Israeli ndio mfano, sisi ndio uhalisia. Kama kivuli kilipitia hapo, wakatokea wahuni wanaojaribu kuchallenge huduma ya mjumbe. Na hapa ni hivyo hivyo. Wasipotokea huu ujumbe ni wa uongo. Inabidi watokee ili ujumbe uwe wa kweli. Sababu kama kivuli kinaonyesha ng'ombe na huku kwenye uhalisia aonekane ng'ombe. Kama ng'ombe huyu kwenye kivuli ameonekana ng'ombe hana mkia, alafu kwenye uhalisia anatokea na mkia, sio ng'ombe. Tunasema sio huyu. Kwenye kivuli hakuwa na mkia. Kule kwenye kivuli wanapotoka, mfano wa bibi harusi anavyoitwa. Bibi harusi ameitwa kutoka kwenye mikono ya hawa Mathayo 24:24. Wasanii na Israeli ilitolewa chini ya Yane na Yamle, wakiwa ndio wanatawala mchezo, wanaongoza mambo. Musa huyu hapa anakuja, lakini wao ili wawe active inabidi kwanza Kristo aje ili waogelee kwenye ule upako wa Kristo nao kufanya mambo. Kwa wasingeumba nyoka mwanzo, ilibidi kwanza Musa aje nao walete bandia waige. Kwa hata Branham alipokuja ndio unaanza kuona wengi ujasiri wa kujiita nabii, mtume, nini, kuzunguka huko na kule. Fujo zote zimeanzia baada ya hii huduma. Sababu huu upako ndio wanautumia wote. Mvua hiyo hiyo moja inakomaza magugu na ngano. Musa aliposhuka kutoka kule anakuja pale Misri, anafika tu anakutana nao. Na nabii Branham anaingia tu mchezoni hivi. Anakutana nao. Wanampokea tu, anamwambia sasa sikia, wiki hii basi utasimika hawa wadada waende wakaeneze injili ya Bwana. Anasema we, hiyo sifanyi. Wanataka apatane pale. Na Musa walimfanyia hivyo hivyo. Musa walijaribu kumtuliza tu. Kaambia Musa, hemu tulia tu. Hemu tulia, hao watu waendelee kuwepo hapa. Akupatana. Akaza tunatoka. Akasema basi sawa. Ondokeni, nabii anaielezea ile tukio lote. Akamwambia ondokeni, mwendeni basi mkafanye ibada. Yaani kama vile amewaruhusu. Nenda mkafanye tu ibada. Mwende umbali fulani hivi. Alafu mrudi. Musa akasema haiko hivyo. Tunaondoka na kila kitu. Kama kuna ng'ombe zetu tunaondoka nazo. Bata zetu tunaondoka nazo. Na kila kitu mpaka na vya kwenu tunachukua. Na tunaondoka. Na ndivyo nabii alijaribu kumtuliza. Tulia hapa na hichi kipawa. Tulia hapa, sisi tutakusupport. Sema sidanganywe mimi. Mimi nasonga mbele, kuna sehemu nilikoitiwa. Ni kumwandaa bibi harusi. Akaruka akatoka huku kote. Musa alivyowakuta pale Yane na Yamle wakajaribu kufanya mambo, akawaruka. Wakafanikiwa kutoka. Alivyotoka na lile kundi, kama si tulivyotoka, akaanza kusafiri nalo. Wakati anasafiri, mle ndani mle alikuwa amebeba jamaa hata hawaamini wewe ujumbe. Ila nao pale Miriamu alivyoanzisha ule wimbo wa kushangilia, nao akaingia kwenye morali. Wale mimi sisemi waliingia kwenye roho. Sijui kama walikuwa kwenye roho. Morali tu. Ni kama jeshini wanasema ukishaweka ile chenja ule wimbo. Majeshi. Unashangaa tu kila mtu analuka. Sio kwamba eti sijui ni kwamba eti Mungu ameingia pale. Kuna wengine kweli wanakuwa wameingia kwenye roho ya jeshi. Mwingine analuka tu lakini bado hata hivyo anaogopa. Tutampiga Idi Amin, tumpige ila huko anaangalia. Tumpige. Walikuwepo. Mungu akawaacha tu waende.
Sasa Mungu akaanza kuonyesha ile tabia yake ya kuchuja, akaleta the gap, pengo. Daima Mungu analeta pengo. Hata kwenye nyakati 7 akaleta pengo kati ya nyakati 7 na mihuri 7. Amen. Pengo ni mambo yaeleweki. Mtu ni kama anaanza kuwabadilikia hivi, anaanza kuongea vitu kama anataka kujifanya hivi kama kitu fulani hivi. Sema hata ndugu zangu, marafiki zangu ambao wamekuwa wakinipenda, huenda wakaanza kuona kama anajiona kama kama mhubiri wa kipekee, lakini wataniona kama Mungu hivi. Sababu alikuwa anaendea kwenye mihuri 7 haifunukie hewani. Na wengi wanaoangalia mihuri 7 kwamba waielewe hewani, uipati. Mihuri yote 7 iko ndani ya bibi harusi. Yote kuanzia wa kwanza mpaka wa mwisho. Na unaupata wa mwisho, unafunua yote. Amen. Ukikwepa wa kwanza umekosa yote. Unaweza ukasema mimi nilishaisoma nikaelewa. Unaelewa symbols. Wewe unaelewa tu kwa ile mifano. Amen. Yaani hauna tofauti na ile tu kwamba tukaona farasi mweupe amepita. Sawa. Bwana awabariki sana. Sababu ile mihuri ina uhai. Kuna uhai ambao unahama kutoka kwenye pale kuona kama maelezo, unakuwa mtu. Mihuri 7 ni mtu. Huyo mtu anahamia ndani yako, anakuwa hapo ndani hapo. Ni wa ajabu hivi, haeleweki. Ndio maana ukiona mtu ameenda na ujumbe afu kuna wakati kama ametatanika hivi kuhusu ujumbe, hakupokea ujumbe, hakuamini. Kora na Dathani wako wengi kwenye ujumbe, walitoka kule wakatembea jangwani. Mungu akasema hawa ni juu hawa, ndawaonyesha kazi. Mwanzani Mungu anataka eti kukusanya watu wengi wana harakati ndani ya ujumbe. Mungu anataka mioyo iliyopondeka, inayonyenyekea kwenye neno, ili neno linawaumba wanakuwa bibi harusi. Ukianza tu kuwa mjanja msanii kama Kora na Dathani, wakasema kwani wewe Mungu anasema tunawe peke yako? Hata si anaweza akasema. Wale watu walikuwa wanaongea chini ya upako, la sivyo wangepigwa mawe. Ilikuwa kubishana na Musa unakufa. Lakini watu wakaongea mpaka ika make sense. Nasema okay. Naona ni wako sawa. Mungu akaja akasema sasa jitengeni. Lakini malumbano yalianzia mbali. Mungu akaweka sababu tu za kimazingira pale jangwani, kuwachuja. Mungu anaanza kwanza mambo ya mazingira tu ya kawaida tu. Chakula kwanza. Kila siku mlo ule ule. Kila siku mlo ule ule. Wanajifanya wana kimo cha mtu mkamilifu. Wanajifanya wana kiasi, wana saburi, wana nini utaua. Wako tu pale. Haleluya, wanaimba pamoja. Sema twendeni, nyinyi mnajifanya mmeamini. Twende. Mungu alikuwa ameshachungulia wa msingi mbovu hawa. Hawajaamini neno la nabii wangu. Akaanza kuwaburuza. Akaweka tu hivyo kwenye mlo wa aina moja. Huo mlo hauna kitunguu, hamna mafuta. Inashuka tu, iko pale unakula. Shuka tu inashuka iko pale. Wala inuki vitunguu vya mpaka wakaanza kumisi kwamba ingechanganywa kitunguu cha Misri kile kitunguu saumu. Pole manunguniko yakaanza. Na Mungu alichochukia ni yale manunguniko. Na alikuwa Mungu anawasogeza hapo ili ampunguzie Musa mzigo. Sababu Musa alikuwa amebeba mzigo mkubwa. Kaenda nao chakula. Akawapeleka umbali jangwani, wameingia mido kabisa kule. Maji hayaonekani. Wakaenda wakachimba, mna maji. Chimba kwa uzoefu wao wanapojuaga kwamba kuna futi kadhaa ukiingia chini maji lazima. Hakuna maji. Mungu kafukuzia maji mbali huko. Na sio kama wanateseka wasioamini, na muaminio. Amen. Ndio maana kuna majaribu yanarushwa kanisani ya wote. Wewe unajiona una akili eti mimi changamoto bwana, ngoja ndaama tu kanisa. Haukui. Weka hapa tuvenyane nayo mpaka njia itokee. Tumeimba hapa kwamba God
Tumesema Mungu Bwana hufanya njia. Bwana hufanya njia pasipo na njia. Huo wimbo mwepesi kuimba. Ila ukifika Mungu akisema, wewe wazia Mungu anasema hakuna njia, wewe unafanya mchezo. Mungu akisema hakuna njia ni hakuna njia. Sasa yeye ana make a way. Tengeneza njia. Amen. Yeye anahakikisha kwamba kwanza huwa anakuacha kwa muda mrefu, hakikisha wewe mwenyewe ujithibitishe kwamba hakika yake njia hamna. Hakuna mlango. Ya umechunguza, umeangalia hapo. Kwa kweli mlango hamna. Lakini unasema hamna. Unajua nilivyo kuaga kule Kigoma ilikuwaga mlango unakuwa upande huu. Ngoja nje. Kila uzoefu wako Mungu anaujaribu. Mpaka mwenyewe unakaa chini kwamba hakuna mlango. Sasa ndio Mungu anakuja. Ndio nabii anahubiri kwamba then Jesus came, ndipo Yesu akaja. Akaita. Anasubiri kwanza wewe mwenyewe ujihakikishie kwamba mlango hamna. Ndio anaweka mlango. Musa mwenyewe alivyokuja pale, alifika pale akiwa na mchemko. Naonyesha. Sema wakati wanaendelea kubishana pale akaweka pale. Mtajua Mungu kanituma. Alipotupa na wenyewe akatupa pale. Nyoka wake anazulula na wale wa kwake nao wale yani na Yamle nao wanazulula pale. Wanazulula nao wanatamba na wala hamna shida. Ila Musa alijua kusubiri. Alijua tu Mungu atafanya mlango. Ila kiukweli pale kulikuwa hakuna njia. Sio kwamba eti walivyotupa tu hivyo wakatokea nyoka wa Musa akameza. Palikaa kwanza. Musa asikilizia ipate sawa sawa. Kwamba nilijua mimi ndo top. Kumbe hata bibi harusi Mungu anafanya hivyo hivyo. Wewe umekalilishwa kwamba hapa sasa hivi ikitokea kitu tu tunanena tu inakuwa unachukua hiyo. Mungu anakuangalia sasa, huyu ameichukua kijinga. Ngoja nimpitishe ajue kwamba sio namna hiyo. Sababu unanena nini? Mtu anataka kunena hata neno hamna. Sababu unanena, huduma ya kunena ni huduma ya mvuto wa tatu. Neno kamilifu liko ndani ya mtu. Neno ni Kristo. Ni Kristo ndani ya mtu akifanya mambo. Wewe Kristo mwenyewe unampiga chenga, unataka uishi unavyotaka na unataka unene. Sema ngoja nitanena hapa pilau tupate kula. Nakwambia utaishia kunawa. Umenawa na kunawa na hauli. Hamna kitu kitatokea. Ibada yenyewe unapiga chenga. Ambako ibada ndio uje neno lijae. Usikilize kanda unapiga chenga. Wapo unataka unene. Jipange. Hii ni inahitaji neno. Ni hii hatua. Wengi sana hata walioingia kwenye ujumbe wengi. Mimi nasemaga watoto wa Kaini moja kwa moja. Mungu atanisahisha mbele. Mimi mtu ambaye anaingia kwenye ujumbe anaishia kutukana anakimbia. Moja kwa moja. Mtoto wa Kaini. Sababu kulikuwa na kiumbe kimoja tu nabii anakielezea chenye ujasiri wa kumjibu Mungu face to face. Nyoka mwenyewe alivyoambiwa na Mungu akujibu sana. Ila huyu mtoto wake alikuwa ana confidence kuliko hata baba. Mungu alivyokuja kwa Adamu akajaribu kumwambia Adamu, "Kwa nini ulifanya hivi na hivi?" Adamu kwanza kabla hata Mungu ajaje Adamu alijificha. Lakini huyu Kaini amekaa hapa anamwambia, "Ngoja Mungu aje tupambane." Anamsikilizia Mungu. Na Mungu alivyokuja alikabiliana naye. Mungu anamwambia, "Yuko wapi ndugu yako?" "Kwa nini mimi uliniweka kwa mlinzi wa ndugu yangu?" Mimi uliniweka mlinzi? Wazao wa Kaini wanapokutana na Mungu hawaogopi, hawatetemeki. Wakati maandiko yanasema hata baba yao mwenyewe Ibilisi anaamini tena anatetemeka. Kufunuliwa kwa neno kwanza, ili neno lilo neno liingie, lijae humo ndani.
Alafu hilo neno lenyewe litaleta madhihirisho. Amen. Litaleta haya madhihirisho. Ukianza kuvuta hapa eti sioni hapa na nili, leta neno. Wewe unasema kama mimi sioni Samu ananena, inakuwa nipe neno. Sababu mimi nikinena mimi siwezi kunena iwe. Nataka neno. Ndio maana tunaheshimu sana watumishi wa Mungu wanaofanya bidii kuleta neno. Nabii ametufundisha, we kula tu. We kula tu. Kandugu kako darasa la kwanza. Kanaanza kulaumu, Mungu hayupo bwana. Kama Mungu yupo si angeniotesha ndevu. Hakana akili. We kula, we nyumbani mama si anapika. Kula. Kula, kunywa maji ya kutosha. Kula, kunywa maji ya kutosha. Wewe utaanza kuona tu kidevu kinachafuka kinakusumbua, mandevu mengi. Mpaka unafikia mahali uchague mwenyewe, uishi tu unyoe kama ndugu Branham au ukae kama Osama. Lakini we kula na kunywa. Hutaki neno, unataka madhihirisho. Hili mtu fulani anaweza kusema huyu anapinga msogeo wa Mungu miongoni mwetu. Mimi sipingi. Tena mimi ni mshiriki wa mambo haya. Mimi ni shahidi, Mungu aliumba hela mfukoni hapa. Alafu ibilisi akaja baadaye. Nilikuwa nina shilingi 250, nataka 300. Ile 50 ikabadilika 100. Si hapa ushuhuda hapa. Ibilisi akanifuata baadaye ananihubiria, kama ni Mungu si angekupa hata 10,000. Kitu fulani kikasema hivi, mbona Mungu akufufua mtu alifufua samaki? Nikasema toka hapa ibilisi. Amen. Na huyo ndio Mungu. Amen. Mimi namwamini. Unaweza ukasema bibi harusi hamna kitu kinaendelea. Wengi hapa, wangapi hapa wana ushuhuda Mungu amewaponya? Mungu amewafanyia mambo mengi. Amen. Praise God. Mungu asifiwe. Amen. Sio miezi mingi hapo tulimbatiza sister Joan, leo hajaja kama sijamuona kule. Sister Joan yupo? Yuko pale nje? Hayupo. Tulimbatiza yule sister pale. Alikuwa na tatizo la mgongo. Tangu binti wake hata hajazaa mtoto mmoja. Ana shida ya mgongo. Wewe ndugu Elia ulimwombea? Wewe? Tulikuwa na ndugu Moze kina nani? Tulikuwa tunambatiza hapa. Tuko pale, hata akisimama hawezi kusimama hivi wima. Lazima awe ana sehemu anaegemea hivi. Na baada ya muda anachuchumaa kabisa hivi chini, ila awe tena ameegemea. Hawezi. Asema amezaa watoto wake ila kuwabeba hawezi. Tukaja hapo tukambatiza. Sisi tulimbatiza. Hatukuombea sisi toka ugonjwa, ondoka pepo. Tukambatiza. Yeye alikuwa mhubiri wa madhebuni. Yupo yule dada alikuja akaweka hata mtoto wake wakfu hapa. Pastor anawafahamu. Yeye na mdogo wake. Na wote wawili Mungu aliwafanyia muujiza. Niuliza kama wapo hapa wangeshuhudia. Dada Princess yule pale, simama dada yangu. Amen. Huyo hapo shahidi. Sasa kupitia huyu, hawa wakaenda wakawaambia watu kwamba kuna watu wakikubatiza shida zimeisha. Amen. Tukapata channel nzuri ya kuendelea na mambo mengi. Useme kwamba eti ujumbe hauna nguvu. Aliyefanya hiyo nani? Ni mjomba wako. Mungu anataka heshima. Heshimu ujumbe wa Mungu, heshimu watu wa Mungu. Amen. Na Mungu mimi huwa nasema Mungu, yani Mungu yeye anavyowazia ni tofauti na mwanadamu. Sisi tulikuwa pale tunawabatiza, tuko kikundi. Kwa hiyo ambaye angemwombea angesema labda yeye ndo superstar. Yeye ndo giant killer. Yeye ndo muua giant, muua Goliath, kalidondosha. Hata kwa Daudi Mungu zaifanya hivyo. Alivyodondosha tu mmoja, Mungu akamweka hapo pembeni. Muoga Daudi alikuwa hapo anakimbia tu hivi. Mungu akawa anainua mwingine, ukiua moja, tulia hapo, sio kaya. Hata ujumbe sasa hivi hauna giant.
Uwezi ukaza tumbebe huyu tumpeleke kwa mchungaji nani? Hakuna. Unaweza kumpeleka kwa mchungaji nani na mchungaji nani na ikagoma kadada kamoja hapa. Kakatoa hiyo kitu. Na wote mnabeba, mnajaribu kuweka utukufu juu ya kale kadada, mnachukua na mwingine mnapeleka kwa kale kadada kaombee tena. Hai inagoma. Sasa hapo kanatokea kandugu kengine huko. Kanaweka mkono imetiki. Mungu hataki mtu achukue utukufu wote. Amen. Na hapa tulikuwa tuko kajopo, tuko wengi. Sasa nani awe yeye ndo giant killer? Mungu akasema nyinyi mwacheni. Sisi tukambatiza, hatujui wala kutuambia yeye anaumwa. Ila baadaye nimepitia zile video kwa sababu ninazo. Kweli lazima akae hivi. Yaani nikaenda kuangalia ni vile alivyokuwa anatuambia. Asema sikia hivyo toka hapa. Akaona mbona tofauti. Akaenda, akafika kwenye daladala, akakosa siti, akasimama. Safi. Akafika nyumbani. Alikuwa anasema yeye akikaa ni kama tu Muhindi. Wahindi unajua anakaa tu hapa. Kila kitu anaagiza. Hii leta hapa. Anasema alikuwa anamwagiza tu hivi msichana wa kazi. Mpaka yeye mwenyewe akawa anajisikia vibaya. Mbona kama namtesa huyu. Sasa alipofika nyumbani anabeba ndoo ya maji, peka huko anachukua watu. Bado hajashtuka. Anaenda baadaye ndo akasema hivi. Imekuaje? Ndo akasema tangu pale nilipobatizwa sijaona tena hiyo shida. Amen. Huyo ndio Bwana. Amen. Amina, amina. Sasa Mungu anafanya mambo mengi. Mengi sana tu. Mengine tunashuhudia, mengine anatufanyia wenyewe. Ili usije na wewe ukakata tamaa. Amen. Mimi kuna dada mmoja. Yule dada alikuwa ana mimba. Bwana awabariki sana. Sasa huwa sisemi, kuna wapendwa wachache niwaambia marafiki zangu. Kuna wengine shuhuda hawapendi. Yaani ukimwambia tu anaona kama unamkera. Kila mtu kuna upokeaji wake. Yule dada nilienda tu kama marafiki zangu nikaenda kuwasalimia. Tunaongea pale. Walikuwa kila usiku ananiamsha, anamwambia mume wake mpigie Samu aombe. Mimi mpaka yani nilikuwa naamka naomba. Tunaomba akiomba mume wake anasema ulivyoniombea sasa safi. Afu analala anasema na Samu mpigie Samu aombe. Sasa nikamwambia yule ndugu, mbane mke wako. Wewe unamwombea wewe, aamini unamwombea. Akaendelea akasema hamna. Anasema anataka hadi uje. Nikasema sasa mimi naenda kufanyaje? Ila hiyo siku nikaenda. Kumbe akanielezea sasa shida yake. Alikuwa ana ujauzito kama miezi 4. Ujauzito tumbo kabisa hivi limeshakuwa vizuri. Akasema amen. Kila kienda hospitali wanamwambia hakuna kitu, tumbo lina maji tu. Na yeye alikuwa anajua ujauzito una miezi mingapi? 4. Sasa wakawa discouraged. Hataki hata kwenda kanisani sasa. Anaona kanisani hamna kitu. Hiyo siku nikaa nimeenda tu kwa salimia. Ila mwenyewe mimi nimeenda tu ngasema nikaongee. Tafute namna ya kukimbia. Na hata nilivyoenda nikakaa na ndugu mbali. Yule dada asija akagusia mambo ya maombi. Tukaongea pale ushirika. Ikawa imeshafika jioni. Ilikuwa mbali kabisa. Nikasema sasa nikamwambia ndugu tuombe tuondoke. Mke wake akasikia. Tuombe pamoja. Akasogea sasa pale. Niliingia na nikasema sijui. Sasa na Mungu anafanya vitu. Yaani Mungu anakuvizia muda ambao huna upako, huna nini. Usije ukasema nilipokuwa na upako nikasema. Yeye anasubia huko mkavu tu. Hata wewe mwenyewe unasema unashuhudia kwamba ile ilikuwa ni Bwana. Tukaanza kuomba pamoja. Tunapoomba nikamtanguliza kwamba mimi tukiwa wengi huwa napenda na wawai wapendwa, hata wapendwa huwa na wawai kwamba namsukumizia mtu. Mimi ndo na dominate maongezi kwamba ili nichague muombaji. Aombe mwingine. Kwa hiyo nasema okay ndugu basi utatuombea hapa mara moja. Ndugu akaanza kuomba, akaomba, tukawa tunaomba. Wakati tunaomba kitu fulani tu moyoni nikajisikia kwamba nimshike mkono. Na tumefumba macho. Yaani yule ndugu angefumbua akute nimefumbua macho, mimi nimemshika mke wake.
Mwenyewe hata sikujua ujasiri umetoka wapi. Tulikuwa tumesimama tu hivi. Nikamchukua mkono hivi wakati yule ndugu anaendelea kuomba. Nikamshika hivi. Nilipomshika tukamaliza kuomba, akaanza kushangilia. Akamwambia mume wake, ndugu Samuel alinishika hivi mkono, kitu fulani kikaruka. Akasema sasa tutaenda kuangalia tena. Kwa hiyo wakawa kila akisema waende, mume wake alikuwa anamuignore mke wake. Sasa wakawa wamekaa kama mwezi hivi, wakaenda kupima. Ndio wakakuta mimba ina mwezi mmoja. Bwana awabariki sana. Iko pale na ikakuwa mtoto akazaliwa. Yupo. Amen. Hapo niambie ujumbe hamna kitu. Yaani mimi ukianza tu kuzungumzia kwenye ujumbe unataka kupiga kona kama nyoka hivi. Hapo na kuona ibilisi huyu anaongea. Na ninakutreat kama ibilisi. Amen. Asa hiyo madhihirisho ya neno yanakuja wakati neno tunakula neno. Na nabii anazungumzia hivyo vitu. Vinaanza miongoni mwetu pole pole na haimaanishi tumefika, tunaendelea kukaza mwendo. Tunaendelea kuchuchumilia. Unazidi kutii kwenye ujumbe. Sio umeona kuna kamuujiza kamoja pale kametokea nyumbani, ndio unajitenga, unasema naanzisha na mimi hata ufufuo wangu. Unaenda kufia huko, utakauka. Amen. Amen. Alafu hiyo hapo ya mwishoni hapo. Sasa mimi nilikuwa nataka nipite hapa. Huko watakuja walimu watafundisha vizuri. Bwana awabariki sana. Hii madhihirisho ya neno. Ndio nataka nikazie hapo afu tunakuwa tunamaliza. Bwana awabariki sana. Amina. Tunasoma kwenye ujumbe wa maswali na majibu. Mwenendo, utaratibu na mafundisho. Wa mwaka 64 lakini. Mwaka 64 mwezi wa 8 tarehe 30 ule wa asubuhi. Tunaanzia hapo. Hilo swali nabii anaulizwa. Bwana abariki sana. Ndugu kama ungenisaidia kusoma. Mimi naona ule mwanga unanisumbua hata nikisoma nasoma pole pole. Je, kutakuweko na mwenendo wa Roho Mtakatifu? Fuatilia kwa makini nabii huyu mtu anauliza swali, ni swali letu kabisa. Je, kutakuwako na mwenendo wa Roho Mtakatifu, ishara na maajabu na miujiza zitakazofanywa na bibi harusi kabla yeye hajanyakuliwa, au tunangoja tu kule kuja kwake? Yaani kama tutakaa tu hapa nyemela basi anayeugua anakufa tunazika wakati tunaendelea kumngoja Bwana, au kuna mambo yatakuwa yanaendelea? Huyo mtu alikuwa anauliza. Bwana abariki sana. Sasa yeye alikuwa analenga bibi harusi, kwamba bibi harusi kule. Soma ndugu majibu ya nabii. Sasa ngoja hebu nipate hili kwanza. Hebu tuone. Je, ile la swali hili hapa, je, kutakuwa na miujiza itakayofanywa na bibi harusi? Naam Bwana. Inafanywa hivi sasa. Amen. Hiyo ni kweli. Ona, lakini usitazamie kitu fulani kikubwa au kushushwa mbingu na kufunga mbingu kusinyeshe. Amen. Hilo linawaendea wale Wayahudi sasa. Amen. Kuna watu wamekaa kwenye ujumbe anatazamia labda bibi harusi afunge mbingu weke nini ndio bibi harusi. Bwana abariki sana. Ila bibi harusi atafanya mambo. Na nabii sasa ile atafanya, nabii akasema mbona anaendelea kufanya? Yaani yule aliyekuwa anaongea kana kwamba haoni pale. Kumbe vile watu wengine unajua wameenda umbali mpaka wanahisi ndugu Branham sio sehemu ya bibi harusi. Ni sehemu ya bibi harusi. Amina. Na hata kuna wakati anasema hili neno limekuja kwa kanisa. Na wakati huo hilo neno limekuja kwake. Yeye mwenyewe ni kanisa. Ni mmoja wetu. Ndio maana yeye ni mganda wa kwanza. Ni mganda wa kwanza. Shamba moja mahindi yale ila uliwahi kukomaa. Wa kwanza ule wa kwanza kukomaa shambani.
Amen, amen. Jina la Bwana litukuzwe. Sasa huduma ya mwana wa Adamu inafanyaje? Inakomaza. Yenyewe inakuwa ni mganda wa kwanza uliokomaa. Ukiita na ukitambulisha kwamba mingine yote inakuwa kama, na inamwaga ule upako ambao wengine wote kwa ule upako watakomaa wafike pale. Na huyo ni Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana nawabariki sana. Ngoja nimalizie hapa ili nisiache maswali, sababu tunaelekea mwisho. Bwana awabariki sana. Na mwenyewe nimeanza kuchoka. Kweli naelewa pastor anaosemaga anachoka. Sasa pastor yeye anasemaga anachoka ajili ya umri. Sasa mimi sijui uvivu. Mungu awabariki sana. Ngoja nimalizie tu, hata usiharakishe moyo wako. Weka moyo wako utulie. Bwana awabariki sana. Kuna watu wanaamini kwamba injili ya ujumbe, yaani kwa mtu yeye anaamini kwamba ujumbe ni kadini fulani baridi hivi kaliko poa. Haiko hivyo. Hii imani ni ya moto, inachemka. Ukipoa ni wewe tu umepoa. Ila hii imani ni ya moto na injili yake ni ya moto. Bwana wabariki sana. Hii imani ni ya moto. Sababu ndugu Branham ukimfuatilia hakuwa mtu wa mchezo mchezo. Na sisi tuliokuwepo shambani tunapochomokea sio mchezo. Vile vile. Ndio maana madhehebu mwanzo yalikuwa kama yanatushikashika hivi kisogo, yanatuongoza hivi. Mara nyingi napenda kutolea ule mfano. Mtoto akiwa anakuwa unaenda nako sokoni, unakashika hapa kwenye kisogo hapo, nakashika hivi. Na madhehebu yalikuwa yanatushika yanaendesha hivi. Mara wahubiri wauni wanajipenyeza kwenye ujumbe, wametushika tu kisogo wanasukuma hivi. Katoto kana kuvumilia tu. Kakianza kuwa kwenye miaka fulani hivi, ukishika hapa yaani kanashindwa tu kukwambia baba acha ujinga. Ndio bibi harusi ameanza anapiga kichwa, hataki. Kuna vitu hataki, anajaribu kuwa huru, ajitegemee. Independent. Tembea hapo na mimi nitembee hapa, tufanye ushirika. Mbona nataka ukae kama umenishikia Ukristo wangu. Amen. Na tunashukuru sana. Mungu wa ajabu. Mungu ameutunza huu ujumbe kwa njia ya ajabu. Huu ujumbe umepitia changamoto, mapambano, visa. Watu wajanja wameingia kwenye ujumbe, wakajaribu kupotosha ile kweli. Lakini Mungu alitunza watu fulani hivi ambao hawana akili sana. Na mara nyingi Mungu anatunza vitu kwa watu ambao hawana akili nyingi sana. Wale wajanja waliokuwa na injili za miluko hawakujua kama wanaendea upotevuni. Wamepita kwenye huu ujumbe watu wengi sana. Watu waliodai wana revival wakaisha. Wakabakia kina ndugu Chidae, ndugu Palanjo, wazee ambao tuko nao. Mimi sijui kama waliwahi kutembelewa na nguzo ya moto wakaiona hivi imekuja ikakagua nguo. Hamna hiyo kitu, lakini wamelinda neno. Bwana wabariki sana. Watu fulani wadhaifu tu. Simaanishi kwamba walioiona nguzo ya moto au wametembelewa na nguzo ya moto sio, hapana. Sinipate vibaya. Lakini nasemea kwamba watu, unajua Mungu anataka mtu anayetunza neno. Na sasa Mungu anapenda sana wale wanaoamini bila kuona. Mtu anaamini tu kwamba hii ni kweli na nitasimama nayo, nitaitunza kufa kupona. Yaani ni kama mimi leo mtu huko adanganywa na shetani kwamba nenda kamshawishi Samueli aache ujumbe. Atakapokuja ni aidha ataamini au kuanzia pale itategemea tunavyoachana. Kuanzia pale nitakuwa na kutangaza kama ibilisi. Labda tu kwa hekima ambayo Mungu atanijalia. Yeye anasema wapendwa, Mungu anafanyia kazi zake kwa bibi harusi na ibilisi yuko pale kwa ndugu nani na dada nani.
na sio dhambi, kwa sababu kwenye maandiko Paulo alikuwa anawataja. Sema brother so and so wale wameshaiacha imani, walishaasi, anawataja. Kuwataja sio kwamba ni dhambi. Mimi naweza kutaja nikasema brother so and so, kuwa nao makini ukifanya nao ushirika sio dhambi. Hata Paulo alikuwa anawaonya, anawaambia hata nilipokuwa kule yule Iskanda alishindana sana na mimi. Anamtaja. Na yule alikuwa ni mtu wa nje ya ujumbe. Akawafuata mpaka na ndani ya ujumbe. Akawataja. Wako kwenye Biblia wametajwa, wewe tusikutaje. Amen. Nataka nimalizie tu mahali fulani. Bwana wabariki sana. Paragrafu ya yaani natatanika nichole nielewe au nifanyaje. Ila naamini Mungu atanisaidia tu kuendelea. Bwana wabariki sana. Naamini si mnaniombea. Kuna kitu nataka hapa tena tukione. Ndugu uongeze hiyo nukuu inayofuata hapo nyingine. Ndugu Elia unisaidie kuisoma. Tunaona umuhimu wa huduma ya mwana wa Adamu. Tunaona umuhimu. Unaweza ukasema umuhimu tumeuona ila hatujaielewa ni nini. Bwana atajalia kwa namna fulani. Tutaweza kukuta Mungu ataleta ndugu ambaye ataiweka wazi, utaielewa tu. Mungu anatumaga watu. Mimi kuna kipindi nilikuwa nafunga naomba. Nilikuwa naomba Mungu mambo matatu. Nilikuwa nafunga naomba Mungu anipatie mchungaji hapa Dar es Salaam. Jambo la kwanza. Nikawa naomba jambo la pili, Mungu anihubirie mihuri 7. Nilikuwa naisikia tu. Yaani natamani ni nini hiyo? Yaani hiyo ni nini? Naona tu ikitajwa hasa muhuri wa 7 nasikia yani naona watu wanashangilia, mimi nawaangalia tu. Ni ndo nini? Nikawa naomba Mungu tuma mtumishi wako mmoja anihubirie mihuri 7. Alafu na jambo lingine nilikuwa naomba la 3. Nilikuwa naomba kuhusu kazi. Nipate kazi hapa mjini. Nilikuwa tunazurura. Sasa nikawa naomba Mungu anisaidie. Siku nikaja hapa Mungu akanizungumzia. Mungu aliniambia tu kwamba huyu ndio mchungaji wako. Mchungaji wetu alikuwa ametoka Dodoma kumwangalia mchungaji Kileo. Tena ni ndugu Palanjo ndo alikuwa hapa. Akaomba maombi ya kumwombea mchungaji Kileo, unayakumbuka? Ukamwambia Mungu, huyu mzee tunajua ni askari wa zamani. Amepigana toka zamani. Kumbe Mungu alifanya tu makusudi. Sasa mimi nilikuwa nimetoka kwa mchungaji Kileo. Kwa ndugu alivyomwombea mchungaji Kileo, nikaona kumbe hapa mahali pazuri. Wanampenda hata mchungaji wangu. Nikakaa kwa kutulia. Ila nilikuwa nimesikia mambo mengi ili kanisa kwamba sijui wakoje nini. Nikasema hapana, mimi ndapita tu niwasalimie ila niondoke. Ndio maana sometimes hata usiwajaji watu kwa kusikia. Nikakaa pale. Kitu fulani hivi kaniambia tu moyoni, huyu ni mchungaji wako. Nikasema kuanzia pale nikakaa huko ndani. Mwanzo ni mchungaji anavyohubiri mimi nilikuwa simuelewi. Naona kama yani ufundishaji wake yani anavyoelezea vitu. Unajua mchungaji tu akiongea kidogo anacheka kidogo. Naona kama nisema kwamba awe mkali tu afanye sijui nini. Yaani sijui nilikuwa nafanyaje. Na Mungu kumbe alikuwa ananitoa kwenye. Mimi nilikuwa na misimamo mikali. Yaani nataka hapa. Hata Mungu alikuwa anafanya kuniweka vizuri. Mungu anashughulikia hizo mambo. Ndio maana hata ndugu ujikague. Usio wa msingi. Na usilalie neema mpaka kila kitu unakanyaga wewe ni neema. Nabii anasema kuna njia hapo katikati ya njia. Na wakati Mungu anatengeneza mazingira ili akuchonge, akuweke uwe kitu fulani. Kwa hiyo unakuwa hata sio ndugu wa kulaumu tu kufanya, unaweza kutazama mambo katika pande zote. Amen. Kwa hiyo na siku nyingine nikawa sasa nimeshakaaga hapa muda mrefu, akaja ndugu mmoja yule mchungaji msaidizi wa Kibaa pale. Anaitwa ndugu nani sijui yule. Msuya. Alikuja hapa. Alipokuja wakati bado hata hajaitwa hapa kuhubiri, nikasikia kale kitu kanakoongea moyoni, kakasema leo nimeajibu maombi yako. Nikasema haleluya. Ina maana leo ndani kuna ndugu atanipa kazi. Kuna ndugu wenda anatafuta kijana wa kazi. Sababu hiyo ndo unajua unapoomba mambo ya kiroho na kimwili wewe yanatangulia mbele. Kwa hiyo nikasema na nilikuwa nilikuwa natoka kule airport na kuja huku. Natembea nakuja narudi. Nilikuwa nachoka, yani ningekuwa hata na nauli niwe napanda daladala zipo. Ila yani nikanaona yani hata nikitoka hapa nikitoka tu si unaniona na ndugu naondoka yani nisijulikane.
ila Mungu anajua jinsi ya kushughulikia mambo. Nimekaa pale nikakuta yule mhubiri akaja, alipofika hapa akasema leo tutakuwa na somo hapa. Akaongea kwanza kidogo, afa akasema nilikuwa natamani tuzungumzie juu ya mihuri 7. Nilifurahi kuliko hata ile furaha ambayo ningekuwa nayo kama mtu angesema hapa kuna ajira anipe. Yaani ikafunika hiyo. Ndugu akafundisha kutokea pale kuna mwanga fulani ukafunguka. Nikaanza kufurahia mambo ya Mungu na kuendelea. Bwana abariki sana. Tusome hiyo hapo. Kama kanisa limeokolewa, hata ijapokuwa halitanyakuliwa, kama ninavyoamini wewe ulitufundisha hapa, linapaswa kupitia katika ile dhiki kutakaswa. Amen. Lakini itakuwaje basi hawa waliokufa watatakaswaje? Amen. Je, ulipata hilo ndugu Nevo? Hiyo iache tu. Bwana awabariki sana. Naona niliyokuwa naitaka haipo hapo tena. Bwana Yesu na awabariki. Ngoja nisilazimishe kusukuma mambo yakawa na nili. Mimi nimeanzia kukata mahali fulani. Kwa hiyo kama hujaipata, Mungu ana njia ya kufanya. Ndio maana ya kutoa ushuhuda kwamba nilikuwa naomba Mungu akatuma mtumishi akaja. Kwa hiyo hata wewe ukiomba Mungu anainua tu mtumishi vile unavyojisikia. Pengine mimi nimeweka chini ya kiwango, Mungu anaweza kuleta kwenye kiwango chake. Ikakufaa, ikakutosha. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini hiyo nukuu hapo ndo naitaka. Ndo nayotaka tumalizie nayo. Irudishie hiyo. Usiende nyingine ile tuliyosoma. Bwana awabariki. Alafu tufunge kwa maombi. Mungu anafanya hivyo. Wewe unatakiwa kuamini kwamba umeshika kitu cha thamani. Ujumbe wa saa kitu cha thamani sana. Na usikae ukawadogolesha watumishi wanaotuhudumia. Ni kama vile hamna kitu wanafanya. Lakini kuna kitu wanaendelea kufanya. Sababu wao wanachukua ule upanga wa yule mfalme, wanauingiza ndani yako. Lile neno linazidi kuingia, linajaa ndani yako. Wewe hujui, ila kuna mabadiliko tu unakuwa unayapitia. Unaenda, kuna mambo tu yanaanza kujitokeza ambayo sio kawaida. Kuna ujasiri tu wa imani unaweza ukajitokeza mahali fulani. Ni nini? Neno lilipandwa mahali fulani. Ila ukiwa una unyenyekevu, wewe kila muda ni unarukaruka hivi. Yaani kila mahali, kila mtumishi unaona kama hatoshi. Utampata anayetosha hata huyu. Sababu hakuna mtumishi anayetosha kukwambia kwa siku moja na akawa amekwambia ujumbe wote wa saa na akakufanya ukao umekamilika na kila kitu. Hapana. Ufunuo 10 ukimaliza ile 7 kushuka pale chini ile pati ya bibi harusi inasema ukitwae kitabu ukile afu utoe unabii. Eat the book and prophesy again. Kula kitabu alafu toa unabii tena. Toa unabii tena. Haujala kitabu hakuna unabii. Hujala kitabu, ukitoa unabii utatoa unabii wa uongo. Ndio maana nabii anamtambulisha kwamba bibi harusi pia ni nabii. Ulijua hiyo? Huduma ya bibi harusi ni huduma ya kinabii. La sivyo isingekuwa hivyo, isingeweza kumuelewa nabii. Sababu nabii anaeleweka na manabii. Na ndio maana ila unabii wa bibi harusi, yeye yuko hapa anatazama unabii ulionenwa na anauishi. Anautimiliza. Sababu ndugu Branham mambo mengi aliyasukumia mbele, akayataja kama unabii, ambao huyu bibi harusi ndo anasimama hiyo sehemu. Na unabii anaotoa ni kitabu. Bwana awabariki sana. Alichokula utatoa tu unabii kwa maisha yako na kwa yote uliokutana nayo kwenye kitabu. Ndugu Elia nisaidie tena. Samahani. Kama kanisa limeokolewa, hata ijapokuwa halitanyakuliwa, kama ninavyoamini wewe ulitufundisha hapa, linapaswa kupitia katika ile dhiki
kutakaswa. Huyu mpendwa alimpata vibaya nabii kwamba kanisa litapitia pale. Lakini nabii akamchukua tu upande mzuri kwamba pengine alikuwa anaongelea kwamba lile lingine si litanyakuliwa, bibi harusi atanyakuliwa, alafu kuna kanisa litapitia dhiki kuu. Mwanamwali mpumbavu. Lakini itakuwaje basi kwa hawa waliokufa, watatakaswaje? Wale ambao walikufa kwenye nyakati hizo za nyuma, wao watatakaswaje? Kwa sababu kanisa lote, yeye anachukulia kwamba kanisa lote si linapita kwenye utakaso, kwenye dhiki kuu ili litakaswe. Sasa hao ambao walikufa kabla ya dhiki kuu watatakaswaje? Ndio nabii anajibu. Je, ulipata hilo ndugu Nevo? Umevuka pale. Umeondoka pale. Baada ya swali. Baada ya swali. Hapo endelea hapo. Ya 3 na 2. Vema, wale waliokwisha, bibi harusi hahitaji kutakaswa. Bibi harusi hahitaji kutakaswa. Bibi harusi hahitaji dhiki kuu imtakase. Bibi harusi hapa anamenyana hapa na bwana harusi wake mpaka anakuwa safi. Amekwisha takaswa. Amekwisha takaswa kwa neno. Huyu bibi harusi anatakaswa yeye utii wake mkamilifu kwenye neno. Sababu anapotii maana yake anaachilia vya ulimwengu. Anapotii anaachilia kisichokuwa neno. Anatii kwenye neno, anazidi kutii. Ndio maana nabii anazungumza utii mkamilifu kwenye neno. Na wale ambao wamekufa nyuma kule, hao watakaopitia, ona, hawakupokea nuru ambayo kanisa hili juu hapa limeipokea. Yaani wao walipata utakaso kwa nuru ya wakati wao. Neno lao liliwatakasa wale waliokuwa wamelipokea, baadaye wakalala, lakini walitakaswa kwa kweli yao ya wakati wao. Hapa Mungu anataka mwaminio wa kweli, neno lote liwe ndani. Unajua maana ya neno kuwa ndani? Sio kuelewa neno lote au kusoma jumbe zote. Sio hiyo. Anaposema neno lote liwe ndani yako ni kwamba maisha yako yawe yanategemea hilo neno. Amen. Yaani tukikuangalia tusione ambacho kitu kinakinzana na ujumbe kwenye maisha yako. Amen. Washangaa mpendwa, shadow tu. Sijui lipstick, sijui shadow. Hiyo tu. Wahubiri wanamenyana nayo hiyo mpaka itoke. Ni mapambano mpaka ameshachukia na mashemasi na mchungaji chupu na kanisa. Huyu mpendwa huyu, ukitaka hiyo kitu baki nayo. Utakaso upo hapo. Wapendwa, Mungu anataka utii mkamilifu. Na hata kwa kung'ang'ania hiyo shadow inaonyesha hapa haupo. Hata kwenye hao watakaopita hapo kwenye kumenyana na hii dhiki kuu, haupo. Kwa sababu wale nao ni bikira. Unajua bikira maana yake hajachafuliwa kabisa na nini, na mafundisho ya nje. Yaani ni bikira, ni safi kwa neno, neno limemsafisha. Wewe utaki neno likuguse, msiniguse. Sasa huyu mwinjilisti namchukia. Mchukie. Utamkumbuka. Waliishi chini ya kuhesabiwa haki, kutakaswa na mambo kama hayo. Waliishi kwa ile nuru waliokuwa nayo. Labda katika njia ambayo waliteseka na yoyote waliopitia na mateso yao. Lakini sasa katika wakati huu wa kunyakuliwa kama huu, ona, kutakuja wakati sasa ambapo huyu bibi harusi aliyekataa sehemu ya kichwa ya yule bibi harusi atapaswa kuteswa kwa kukataa kwake. Kwa sababu hii injili ile haikudhihirishwa kwao nyuma kule kama ilivyodhihirishwa kwenu siku hizi. Mnaiona dhahiri mno. Mmekwisha kuwa na miaka yote na mifano. Zile mihuri zimefunguliwa. Hapo ndugu. Bwana abariki sana. Huu ujumbe tunazungumzia sio mchezo. Watu wanakaa wanadhani hapa kwenye ujumbe ni sehemu ya kuja kuonyesha mitindo. Leo avae hivi, kesho avae hivi. Mpaka hata ukimbananisha ndugu
Mpendwa dada, ndugu, vaa vizuri kama Mkristo. Msinipangie. Wao nadhani hapa ni sehemu tunachukua picha za udaku za kina Wema Sepetu. Hapa ni Mungu akimwandaa bibi harusi. Unakuta mtu amekuja kanisani na amekaa mkao wa kushindana na shemasi. Unaweza ukaja hapa umejipanga kushindana na tunakuacha tu. Bwana abariki sana. Kuna wakati ambao tulikuwa tunatumia nguvu, tunapambana kupigana huku na kule. Hii ni saa ambayo kila mtu aiponye nafsi yake. Nabii kwa anasema anawakokota hivyo wa Pentecost. Aliambia Pentecost. Run for your life. Pentecost. Wewe mwenyewe. Yaani kwa ajili ya maisha yenu. Ulijua kwamba Pentecost ni Laodikia. Kimbieni. Wanasema wa Pentecost wako kule, mimi sizungumzii dhehebu lile kule. Unaweza ukawa hapa na unaishi kiwango cha Pentecost. Unataka upako lakini hautaki neno likushughulikie. Huko hapa unataka mambo yako tu yashughulikiwe na kushauriwa na mchungaji. Yaani mradi mchungaji awe anashughulika. Na ndio maana hata shida zako nyingi unapeleka kwa mchungaji ni za kimwili. Hata siku hujaipeleka ya kiroho. Wewe kila siku tu mchungaji. Mgongo unauma sana. Mchungaji, naona biashara kwa kweli inayumba. Niombe. Mchungaji. Yaani mchungaji amekuwa wewe kwanza hayo mambo yako ibidi hata siku tukuhamishie ofisi pale ya wadhamini. Wao wanakushughulikia. Wakushauri, wakufanyaje? Uongee kule. Umwache kwanza mchungaji ashughulikie neno. Simjaze mambo ya kimwili. Mchungaji. Unajua yule fulani yule naye namchukia kweli yule. Yule shemasi yule simpendi. Nimemwambia mchungaji ujinga huu. Hapa ni bibi harusi anaandaliwa. Sio watu kuja kuleta mambo ya ajabu ya hovyo kabisa. Neno linatakiwa, neno ndo litawale. Watu wapeleke shida za kiroho kwa mchungaji. Shida za kimwili mashemasi wako pale. Mashemasi watakulinki hata kama na kwa wadhamini kabisa. Lakini kuna mambo mchungaji sasa hivi asipelekewe. Kanisa linaweza kumharibu mchungaji akawa wa kimwili. Kila siku mchungaji tumepigana usiku. Mchungaji unaona hata shati mume wangu alivuta shati hapa akachana. Mchungaji unajua mke wangu bwana nimemwambia alete chumvi hataki. Ujinga, yani ni ujinga. Mpaka ukionyeshwa ile kesi ni ndugu yule pale. Sasa ndugu mbona ni anaonekana wa heshima? Dada mbona wa heshima? Shangaa. Kuja hapa yule kule kasema vile, yule kamwambia huyu yule kule. Hayo mambo hayo mimi nilikuwa naonaga kwenye gazeti moja, alikuwa ananitumaga mwalimu wangu wa hisabati. Kama mwalimu kale kalikuwa kadada. Kalikuwa kanapenda magazeti ya udaku. Nikawa naona mle wasanii nini kalikuwa kila mapumziko kananituma naenda kununua stendi na akaletea gazeti. Yale mambo sasa hivi nakuta watu huko wanaleta kanisani. Aibu kabisa. Let church be church. Acha kanisa liwe kanisa. Amen. Kanisani kitu kimoja tu. Love. Upendo. Nabii alisema hivi. Tunaweza tukawa tunasimama. Nabii alisema kwamba hakuna chochote kitakachoingia pale ambacho kina pungufu ya huo upendo mkamilifu. Na nikwambia hakuna upendo mkamilifu bila huduma ya mwana wa Adamu. Sababu upendo mkamilifu unaanzia kwenye imani. Unapanda mpaka juu pale. Na upendo mkamilifu unaitwa na imani kamilifu. Imani haijengwi juu ya mambo ambayo huko chini yamekaa ovyo ovyo. Lazima watu wanyoshe maisha yao. Watu warekebishe njia zao. Wapendwa, hatujaitwa hapa kwenye ujumbe kuja kuchafua kanisa. Kuja hapa kujaribu kuwa watii kwenye neno. Ili neno litufanye kile ambacho Kristo anataka.